TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga hujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Reli ya kati ya kiwango cha MGR maarufu kama reli ya zamani imekuwa kiunganishi kati ya bandari ya Dar es Salaam, mikoa ya katikati mwa nchi, magharibi pamoja na kanda ya ziwa kwa zaidi ya miaka 100 hivi sasa. Lakini katika kipindi chote hicho jambo moja limekuwa likitatiza. Inapofika wakati wa masika, wakati fulani shirika la reli Tanzania TRC limekuwa likilazimika hata kufunga huduma za reli katika njia hii. Ni kwa sababu hiyo basi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika iliona haja ya kuja na ufumbuzi wa kudumu. Mradi wa ujenzi wa daraja la mita 175 eneo la Godegode pamoja na njia ya reli ipatayo kilomita 6.2. Leo tuko hapa kuangalia maendeleo ya mradi huu na ugharimu shilingi bilioni 33.36. Jina langu ni Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea pamoja na Hassan Mbonde. Karibu katika Reli na Matukio. Steven ni mstaafu wa shirika la reli Tanzania. Kwa miaka takriban 27 aliyohudumu, amefanya kazi mbalimbali ikiwemo ufundi wa njia ya reli, majukumu ambayo yalimfanya kulifahamu vyema eneo hili. Hapa kwa miaka iliyopita, kuanzia hususan 88 mwezi wa 10 nilipohamia genge hili hapa, kwa kweli kukaa na changamoto ya mafuriko, hasa kipindi cha masika. Magari yakaa shida sana kupita, mpaka tukawa tunalala section, tunaachiana kama zamu au shift, kwamba kuna treni imeshatoka Gulu, kwa hiyo mnakaa section. Maji kama ni kidogo mnaipitisha gari, maji yakiwa mengi mnazuia gari isipite. Hapo tumeenda hivyo hivyo hususan kama mpaka 2009 hivi, hali ikawa bado haijabadilika. Steven anasimulia kuwa changamoto ya reli kusombwa na maji katika eneo hili lilikuwa ni jambo la kutatiza hata kwa mfanyakazi mmoja mmoja. Wakati wa masika, yani unajua kabisa kwamba sasa kama sina likizo basi tena hata likizo tukao tunanyimwa. Lazima mfanye kazi, kwa sababu watu wakiwa wachache basi hata kazi haiendi. Yani hapa mimi sitoweza kusahau, hususan wakati nipo hapa Washawezi ilikuwa sehemu tofauti. Hatimaye hapa tulikuwa tukikutana na miujiza tu tuseme mingi, kwa mfano wadudu, nyoka, usiku. Lakini kwa uwezo wa Mungu tukawa tunafanya kazi hivyo hivyo kwa kuvumilia tu. Haya, mpaka ile treni hata ya mto Idete ile imetumbukia, mimi nimefanya pale kazi. Tulitoka Genge 7 hapa, lakini nilienda kuattend pale kazi. Tumefanya pale kazi, changamoto, watu walisha wengi sana. Haya matatizo ya Washawezi. Mbali na simulizi ya Steven, karibu kila mkazi na mwenyeji wa hapa anao mkasa uliomkuta au kushuhudia katika eneo hili la mto Kibakwe. Hii ina maana kuwa kadhia hii si changamoto kwa huduma za reli pekee. Nilikuwa na safari ya kwenda Mpoko mjini. Basi watu wanavuka, wengine wanabebwa. Nikajiamini naweza nikavuka maji. Naona kama kawaida nini. Jaribu kuvuka ndo nikosokoza kwenda, nikaokolewa na watu wanaohusika na kuvusha watu pale.
kuna watu walienda na maji kupitia mto huu. Kwa nao wafahamu kabisa, tulikaa mahali pamoja, waliwahi kwenda na maji. Na sio huyo, mpaka 2000 na ngapi tena kuna kijana mmoja aliwahi kwenda na maji kupitia mto huu ambao una mafuriko ya kutokana na haya makorongo yanayotokea huko. Sasa hali hiyo inakuwaga sio nzuri, kwa sababu hiyo ni changamoto, na changamoto hii inasababishwa na makorongo ambayo haya yanayovunja reli, yanashuka mpaka anakuja kwenda akavunja lile daraja ambalo lilijengwa na serikali drift ile, na ambapo kule ndio njia kuu inayotusababisha tuingie wilayani kwenye huduma zote za kijamii. Wakati wa masika kwa mfano inatokea hapo kijiji, labda kuna mtu anaumwa sana, kumpeleka hospitali Mpwapwa inakuwa ni shida, hawezi kwenda. Na hata kwa mfano wakina mama wajawazito atafikaje kule? Na mara nyingi wakati wa masika hata ukitokea unakuta akina mama wakati mwingine tunajaribu hata kusaidia kuwabeba kwa mkono kuwavusha kupeleka ng'ambo ya pili. Mimi kuanzia udogo wangu nilikuwa nakaa kitongoji cha pili hapa Kinyaranyanga. Kwa hiyo tukaa tunapita huu mto tunaenda shuleni. Yaani upite asubuhi, jioni upite hapa. Kwa hiyo kipindi cha masika labda wazazi waje wasimame huku, wengine wasimame huku, ndo tuje tupite hapa katikati watuvushe na mananili. Changamoto hii ilipelekea serikali kila mwaka kutenga kiasi cha fedha kwa ajili ya ukarabati na kurudisha huduma baada ya reli kusombwa na maji katika msimu wa masika. Na sasa wazo jipya ni kutafuta ufumbuzi wa kudumu. Baada ya shirika kuona madhara haya, ilifanya plani na kudesign na kuamua kuja na wazo hili la kujenga mradi wa daraja pamoja na kunyanyua tuta kati ya stesheni za Godegode na Gurwe. Baada ya hatua za awali, hatimaye mradi ulianza mwaka 2023. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga daraja mnaloliona hapa, daraja lenye urefu wa mita 175 na takribani kimo cha mita 12 kutoka usawa wa kina cha mto. Lakini pia tumeweza kujenga madaraja madogo madogo au box culverts yapatayo 14. Madaraja hayo yataweza kupitisha maji kutoka kwenye makorongo madogo madogo. Lakini baadhi ya madaraja hayo pia yatatumika kama vivukio vya wanyama pamoja na waenda kwa miguu. Tumeweza pia kujenga tuta la reli lenye urefu wa kilomita 6.2 na tumeweza kunyanyua tuta hilo kwa takriban mita 10 kwenye baadhi ya maeneo ili kuweza kutatua changamoto hii ya mafuriko katika eneo hili la Godegode. Pia uimarishaji wa kingo za mto Kibakwe unaendelea pia ili kuzuia mto ambao umekuwa ukihamahama na kuyaelekeza maji kupita chini ya daraja letu na kuelekea kumwagika katika mto Mkondoa. Na mpaka sasa ni sehemu ndogo tu ya kazi imesalia, ikitegemewa kukamilika ifikapo mwezi Desemba mwaka huu 2025. Mpaka sasa tumekamilisha ujenzi wa tuta tukimaanisha kifusi, na kinachoendelea ni utandikaji wa reli ambao upo katika hatua nzuri. Tumetandika reli kwa zaidi ya kilomita 5 mpaka sasa, na kipande kilichosalia ni kipande cha daraja hiki ambacho kinasubiria kukamilika kwa daraja, halafu tutatandika reli pia na tutakuwa tumekamilisha. Wakazi wa hapa hutegemea sana huduma na miundombinu ya reli kuwaunganisha na maeneo mengine kwa mahitaji ya shughuli na huduma mbalimbali za kijamii. Kukatika kwa mawasiliano ya reli hulimithirisha eneo hili na kisiwa. Hii ilipelekea usanifu wa mradi huu kuzingatia mahitaji ya ziada.
Daraja hili lina provision ya wapita kwa miguu. Kwa hiyo katika kipindi cha masika natumaini daraja hili litasaidia sana kwenye kuvusha watu kutoka upande mmoja wa mto kuelekea upande wa pili. Kwa hiyo shughuli nyingi za kiuchumi zitakuwa zikiendelea kipindi cha masika pia baada ya mradi huu kukamilika. Mbali na njia ya waenda kwa miguu kwenye daraja, shughuli za kiuchumi ikiwemo ufugaji zinafanya mahitaji ya vivuko zaidi kwa ajili ya vyombo vya moto na wanyama. Vivuko vilivyopo ni vidogo sana, yani vidogo vifupi. Kwa hiyo kuvuka mtu imekuwa ni ngumu. Kwa mfano kuna kitongoji cha hapa inaitwa cha Ng'ombe, kama unaelekea huko station Godegode, kwamba kuna vidaraja vifupi sana. Kwa hiyo mtu hizo na ndoo ya maji anatoka naye huku kwenye kuna mto Kinyasungu unaitwa, ambao kule ndo anafukua maji na kuchota ya kunywa kwa ajili ya kuja naye huku. Kwa hiyo mtu akifika hapa kwenye hilo daraja tuseme kama si daraja si drift ni padogo sana, kwa mpaka mtu ashushe labda ndoo atembe nayo kainama avuke daraja ndipo apite nayo. Pia hata usafiri wa watu vyombo vya usafiri mpaka arudi akapita check line kule mashaka kama kilomita 2 na kitu kutoka kwenye kitongoji chao. Haya, ukitoka hapo pamoja na mambo ya usafiri, lakini mifugo pia ni changamoto, sababu eneo la kivuko ni fupi sana, ni finyu. Kwa hiyo tunahofia msimu wa mvua ukifika, maana hakuna daraja la kivuko rasmi ambao kinaonyesha hapa ni kivuko cha wanyama. Kwa hiyo ni vidaraja tu vilivyowekwa ambavyo vinapitisha maji. Sasa tunahofia kwa sababu mvua ikinyesha inaweza kuwa mifugo inapita na maji yakawa yanapita, basi nadhani mifugo mingi inaweza ikafa kupitia hayo maji yatakayopita. Hadi hiyo ni changamoto kubwa. Wasimamizi wa mradi wanaeleza kuwa mahitaji yote wananchi kama wadau muhimu wa ulinzi wa miundombinu hii ya reli yamezingatiwa. Tumewahi kukaa na wananchi na tumewasikiliza kuhusiana na kero zao na tulikubaliana maeneo kadhaa. Mpaka sasa tuna maeneo 3 ambayo tumeyachagua. Baada ya kukamilika kwa utandikaji wa reli, tutajenga vivuko rasmi vya wapitaji waenda kwa miguu pamoja na kuvusha mifugo. Hiyo itahusisha pia kama kuna magari madogo madogo pamoja na matera ya mifugo. Kazi inaendelea. Hii pia ina maana fulani kabla ya matokeo makubwa tarajiwa. Mbali na kuokoa gharama za ukarabati kila mwaka na faida nyingine zinazotajwa za kiuendeshaji, yapo mengine ya ziada. Inatajwa ya kwamba takriban vijana 500 wa Kitanzania wamepata ajira katika mradi huu. Lakini ni vipi mradi huu umebadilisha maisha yao? Nilichonufaika nacho na huu mradi ni vitu vingi tu. Sema ni kujiwekeza. Unachokipata unakitunza hata kama kikuwa kidogo. Kwa kunufaika na huu mradi nimenufaika nao kwa kiasi fulani, kutokana na vitu nilivyovifanya toka nimepata huu mradi. Kuna vitu nimevifanya ambavyo vingine ni vya kifamilia ambavyo kipindi sikuwa na hii kazi vimenisaidia nilivyopata hii kazi. Kama kuna ambavyo unaweza kuvisema, unaweza kutuambia? Kwa uchache ni kama toka nimeanza kazi hapa kuna kiasi fulani nimepata kama ekari 2 hivi za shamba. Hizo mimi zitanisaidia kwenye maisha yangu ya mbele. Kwa sababu unajua unavyowekeza kwenye ardhi pia inakuwa ni maisha mbele zaidi, unaona. Tofauti na unavyopata pesa unaitumia kwa mambo mengine ambayo hayawezi yakawa ni malengo ya mbele. Nilikuwa na kiwanja. Ila sasa nilipoona sasa hiki kiwanja kitakaa hivi mpaka lini, ikabidi yani nilipopata tu kazi lengo likawa kwamba ni kujenga. Kwa hiyo nimejenga, familia yangu naendesha vizuri, watoto wangu nawasomesha hivyo. Kwa hiyo nashukuru sana kupata mradi huu au kupita mradi huu. Japo mimi sio hapa ila nimenufaika sehemu kubwa. Ujuzi, unadhani kuna kitu umeongeza? Kwa upande wa ujuzi wa kazi, kweli siwezi nikasema uongo, ujuzi umeongezeka. Sababu toka mwanzo sikuwa vile sana kwamba ni fundi wa kutegemewa, ila toka nilipoingia mradi huu kweli hata watu wanasema huyu bwana yule si fundi, yule ni fundi kweli. Kwa hiyo nimenufaika kwa kweli. Kwa sababu hapa nafanya kazi, napata mshahara kwa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo kiuchumi kimeongezeka, vile vile hata kibiashara katika kijiji chetu hapo nadhani imeimprove kidogo. Mimi mwenyewe nimedevelop kidogo kwa sababu nilikuwa siwezi
kuanzisha labda ujenzi wa kwangu mwenyewe binafsi, lakini kwa mradi huu umenipelekea mimi kuanza kiujenzi kidogo, japo sio sana, lakini nimeimprove kidogo. Mradi wa ujenzi wa daraja la Godegode ni mwendelezo wa jitihada za serikali kuiboresha reli ya kati inayotegemewa sana na wakazi wa maeneo mengi ilikopita, ambayo kwa kiasi fulani hayajafikiwa na mtandao wa barabara. Tofauti na kule nyuma tulikotoka. Hivi sasa ndio haya mambo tulikuwa tunahitaji au tunapendezewa sisi kama wananchi. Mmetengeneza swala la msingi sana. Tunawashukuru, asanteni sana, na muendelee kutusaidia kwa njia hiyo. Lakini kwa sasa hivi tunajivunia. Hapa wamejenga pazuri tu. Sijui kama inaweza likasombwa na maji tena. Na hisi ni kitu wamejenga tu kilicho imara. Kiukweli kwa sasa hali itakuwa nzuri kwa sababu mawasiliano yatakuwa yamekaa vizuri. Nitoe pongezi kwanza. Serikali imeliona hili jambo. Ninashukuru sana kwa sababu kwa hitimisho au yani mbadala wa hili jambo, kutengeneza hili daraja, sisi wenyewe limetuokoa sana na tunashukuru sana kwa sababu tulikuwa kisiwani. Utekelezaji wa mradi huu ni wazi kuwa ni mwarobaini wa tatizo la miaka mingi la reli kusombwa na maji katika eneo hili la Godegode wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma. Lakini shughuli za kibinadamu katika maeneo ya milimani zinatajwa kuwa mchangiaji mkubwa wa mchanga unaojaza mto Kibakwe na kupelekea kuifunika reli na madaraja yake na maji kufurika. Pamoja na ujenzi huu, kwa wakazi, utunzaji wa mazingira ni jambo lingine muhimu la kuzingatia.